Karibu Zanzibar, kisiwa cha historia, urithi na uzuri wa asili. Leo anga la kisiwani hapa lilifunikwa na mawingu ya mvua nyepesi, mithili ya baraka kutoka juu, kana kwamba mazingira yenyewe yalikuwa yakikaribisha ujio wa matumaini. Katika hali hiyo ya utulivu na unyevunyevu, upepo wa huruma ulianza kuvuma ndani ya viunga vya hospitali ya Lumumba Zanzibar, huku kambi maalum ya upasuaji wa midomo wazi ikianza rasmi kwa muktadha wa huduma na utu. Ni mwanzo wa safari ya mabadiliko ya maisha kwa watoto na watu wazima waliozaliwa na changamoto ya midomo wazi, hali inayohitaji uingiliaji wa kitabibu ili kurejesha si tu tabasamu bali pia sauti na kujiamini. Kwa jina naitwa Sumaya Said Dawood, ni daktari wa kinywa na meno, na leo tuko hapa kwenye hospitali ya rufaa ya Lumumba ya mkoa. Tumeanza siku ya kwanza ya kambi ya mdomo wazi au kupenda kuita mdomo sungura, kwa kitaalam ni cleft lip au cleft palate. Tunatarajia kufanya hii kambi kwa muda wiki moja, na leo tumeanza kuona wagonjwa ambao wanayo matatizo ya mdomo wazi. Mpaka sasa tumeshaona wagonjwa takriban 25 na tunategemea kuona wagonjwa 30, na katika hiyo list tunategemea kuwafanyia upasuaji wagonjwa wote. Matibabu ya upasuaji yataanza kesho asubuhi. Leo just ni siku ya kuwaona na kuwatayarisha. Labda tuongelee kidogo kuhusu nini tatizo ya mdomo wazi. Mdomo wazi ni wale wagonjwa ambao watoto wamezaliwa ambao wana uwazi wa mdomo au ndani ya koo, pala la mdomo kwa ndani. Na shida zinazopelekea matatizo haya ni kwa watoto wanakuwa wanashindwa kusema vizuri, kula uzuri, inapelekea wanapata matatizo ya vifua kadhalika. Na tukisema kitu ambacho kinasababisha, kuna factors nyingi zinasababisha, lakini bado hatujui exactly kitu gani kinasababisha. Na pia tukiongelea katika uwito au wazee kuwa wanaleta watoto wao, ile bado kuna changamoto kwa wazee wanaficha watoto ambao wamezaliwa na hiyo ulemavu. Kwa hiyo tunapenda pia kushauri wazee huko nyumbani ambao wana watoto wana tatizo la mdomo wazi wawalete hospitali kwa ajili ya matibabu, kwa sababu hayo matatizo ya ulemavu yanatibika. Kuna mila ambazo zinapelekea, kwa sababu kama nilivyosema, kwanza factors ambazo zinasababisha ni labda tuseme wengine mazingira, wengine pia urithi, lakini hatuwezi ukasema huyu kasababishwa na kitu fulani. Kwa hiyo pia inapelekea wengine hata wale wazee wa wanaume kuwakimbia wake zao kwa sababu wamezaa mtoto wa ajabu wanaita. Kwa hiyo ule wito wa wazee kidogo unakuwa uko chini. Hata wengine kuwaelekeza, kwa sababu kama nilivyosema hao watoto wana changamoto ya kuwa na uwazi kwenye paa ya kinywa chao. Kwa hiyo kula kwao inakuwa shida. Kwa hiyo mtoto unaona haingii hali, anadhoofika. Kwa hiyo wazee wengi wanakata tamaa kwa hao watoto. Inapelekea hata wao wenyewe kuwa hawashughuliki sana. Kwa mfano kama sasa hivi tuna wagonjwa hapa 30 ambao wamekuja kwa ajili ya matibabu. Lakini ukiwaita watoto hao wazee hao kuwaleta watoto wao kuja clinic kuangaliwa, wanakuwa wanashindwa. Utakuta wamekuja watu 2 watatu. Yote ni kwa sababu wazee wanakuwa hawajali sana maendeleo ya hao watoto wao. Wakisikia labda kuna matibabu watakuja, lakini kuja kuangalia, kufanya follow up hawanakuwa hawaji. Yote kwa unaona haina maana, just kwenda kumwangalia yuko vile vile. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Tunawaelimisha, tunajitahidi, lakini bado pia kuna changamoto ya kuwa wanapozaliwa hawatufikii. Mwanzo tulipokuwa Mnazi ilikuwa mtoto akizaliwa pale anakuwa transfer kwenye kliniki yetu. Kwa hiyo tunakuwa tunampa elimu, tunafanya follow up toka ile amezaliwa. Lakini sasa hivi kwa sababu huduma za matibabu zimekuwa Unguja na Pemba, sasa wakizaliwa kule wakipewa rufaa nendeni hospitali fulani mpewe maelekezo zaidi kwa ajili ya watoto, wanakuwa wanashindwa kufika. Kwa hiyo ni changamoto kwa upande wa hawa watoto ambao wanazaliwa na matatizo ya mdomo wazi. Mimi naona serikali inasaidia sana. Kwa mfano kuandaa hizi kambi,
yani kualao hizi kambi kufanyika. Tunafanya hizi kambi kila mara 2 kwa mwaka, sababu hapa hatuna wataalam tunatoa bara Tanzania bara. Kwa hiyo serikali inatusaidia kusupport hawa madaktari kuja na kufanya hizi kambi. Tunafanya kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunashukuru. Wananchi hususan ndugu zangu wa Zanzibari, mimi wito wangu nawaomba mgonjwa yoyote, mtoto yoyote ambaye ana ulemavu wa aina yoyote, mpeleke hospitali. Msiwafungie watoto majumbani, msiwaone hawa watoto wamekosa bahati, msiwaone hawa watoto wamekosa yani kama wanatisha au vipi. Waleteni hospitali. Kama kuna haya maradhi ya kama mfano kama yetu sisi ya mdomo wazi yanatibika, na hakika kuna maradhi mengine ya departments zingine ambayo yanatibika. Sisi sometimes tunakosa kujua wagonjwa wako wapi kwa sababu wanaekwa ndani. Kwa hiyo tunaomba mwe mnaleta watoto kufanywa matibabu. Kwa majina naitwa Dr. Samuel Seseja, ni daktari bingwa wa upasuaji na tiba rekebishi ya midomo wazi au midomo sungura. Tumeanza kambi yetu ya upasuaji wa midomo wazi, midomo sungura hapa Zanzibar, hospitali ya Lumumba kwa mara nyingine tena mwaka huu wa 2025. Tumefika hapa, wananchi wengi wamejitokeza kuleta walio na changamoto hii. Mpaka kufikia muda huu tumeweza kuwahudumia waliojitokeza zaidi ya 25, na tayari tumeshaandaa ambao tutaanza nao upasuaji siku ya kesho. Nitoe wito tu kwa jamii ya Zanzibar pamoja na Pemba, kwa maana ya Unguja na Pemba, kujitokeza kuwaleta wenye changamoto ya midomo wazi au midomo sungura waje kuweza kupata matibabu haya ambayo yanatolewa hospitali ya Lumumba bila gharama yoyote. Asante sana. Jina langu naitwa Bakari Mabakari, daktari msaidizi wa kinywa na meno. Tuko hapa katika hospitali ya rufaa ya wilaya mjini, hospitali ya Lumumba, kwa ajili ya kuendelea na matibabu yetu ya kambi ya upasuaji ya watoto ambao wana midomo wazi au kwa jina jingine tunasema midomo sungura. Tumekuwa na mafanikio mazuri. Tumeanza pale katika hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja katika vipindi 4, na hii inakuwa ni awamu ya 5. Tunaendelea, na kwa kweli ndugu zetu hawa kutoka Same Quality Foundation tumekuwa tunafanya nao kazi kwa mashirikiano mazuri, na kwa kweli mafanikio yamekuwa mazuri zaidi. Mara hii cha kufurahisha tumepata watoto wengi zaidi kutoka Pemba, ambapo mara ya mwisho tulipata watoto 2, lakini mara hii mpaka sasa hivi tumepata watoto 5, na kufanya jumla ya watoto wote ambao tumewapokea mpaka sasa hivi na watoto 25, na matarajio yetu ni kufanya watoto 30 kwa muda wa wiki moja. Tunaanza kesho tukijalo na hai na kumaliza siku ya Ijumaa. Nitoe wito kwa wazazi pamoja na walezi walioko nyumbani, kama kuna watoto wote ambao wana matatizo haya ya midomo wazi au midomo sungura, wawalete katika hospitali yetu hii ya mkoa ya Lumumba kuanzia kesho tarehe 8 mwezi wa 4 kwa ajili ya kupata uchunguzi, na kwa wale ambao watafanikiwa au watatimiza vigezo wapate kufanywa upasuaji kurekebishwa midomo yao, ili na wao wawe kama watoto wengine, na kwamba kilema hichi kinatibika. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Kwa jina naitwa Salma Salmu Ali, natokea Pemba, wilaya Micheweni, kaskazini Pemba. Nimekuja hapa hospitali ya Lumumba kutafuta matibabu kwa ajili ya huyu mtoto wangu, ana matatizo. Alhamdulillah rabbil alamin, nimefika hapa, nimepokelewa vizuri na nikapata vipimo vizuri, na mpaka sasa hivi tumefikia hapa, tushaiko odini kwa ajili ya matarajio ya kufanywa matibabu. Kwa hiyo nashukuru sihaba, alhamdulillah. Natarajia kesho tutapata tiba vizuri tu. Tutategemea mafanikio yatakuwa mazuri kama inavyotakikana. Nimeamua kumleta kwa sababu ndo ana matatizo. Sasa kutokana na matatizo yake nikafuatilia kwa madaktari,
wakanieleza madaktari nije naye hapa Lumumba kwa ajili ya kupata tiba. Majirani watoto wangu walikuwa mwigiza sasa. Wanamwigiza anavyoongea. Wamtania. Lakini nategemea kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hatatokezea tena kishapata matibabu. Nategemea kubwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Mariam Hassan Ali, ni mkazi wa Pemba, wilaya Mkoani. Nimezaa mtoto wangu akiwa na tatizo la cleft palate. Nilishtushwa sana baada ya kujifungua, lakini madaktari wakanitoa hofu, wakaambia usiwe na hofu. Bismillah, tatizo hili linatibika na mwanao atakuwa mzuri tu, atakuwa kama watoto wengine wa kawaida. Kwa hiyo nikaondoa shaka, nikaambiwa baada ya miezi 6 atafanyiwa. Kwa hiyo nikaondoa hofu, nikajua akifika atafanyiwa. Kwa alhamdulillah amefika na leo nipo hospitali hapa Lumumba kwa ajili ya matibabu. Bismillah, kesho tutaanza matibabu hayo. Natarajia Mwenyezi Mungu ajalie mafanikio yaliyo mazuri. Wananiambia pengine labda wamekuroga watu au vipi, lakini kaona so kweli itakuwa matatizo mwenyewe tu Mwenyezi Mungu. Basi nikawa wengine wako wanacheka, lakini wengine wananiambia ondoa shaka, kwa uwezo wa Mungu atakuwa mazuri tu. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa sina hofu, najua ipo siku tu atakuwa vizuri. Baadhi ya watu walikuwa washe kufanyiwa akanionyesha, akaniambia mimi mwanangu alikuwa nayo, lakini huyu hapa ashakuwa mzuri. Nikatoa hofu baada ya kuona hivyo. Asalamu alaykum. Kwa jina naitwa Shashara Habil Omar. Natokea wilaya Micheweni, mkoa Kaskazini Pemba. Nimekuja hospitali, nimekuja kumpeleka mwanangu, mtoto wa kakaangu. Nimefika katika hospitali ya Lumumba, nimepokewa vizuri. Tunamshukuru Mungu. Na hapa tupo katika kwenye dawa, tunasubiria kesho akipenda Mungu tufanyiwe hilo jambo letu. Watu wanamuige wanavyoongea. Yaani anamuige akiongea, siji hajui kuongea. Hajasoma bado. Mimi naomba Mungu tufanikiwe kwa uwezo wa Mungu, watu wasimcheki huko mtaani. Okay, mimi ni Mama Mohamed Abasiali. Mtoto wangu ana tatizo la cleft palate ambalo nilimgundua kwa bahati nzuri ama bahati mbaya tuseme, nilimgundua baada tu ya kujifungua. Baada ya kujifungua nikajaribu kuulizia, kwa sababu ilikuwa ni kitu kigeni kwangu. Nikajaribu kuulizia baadhi ya sehemu na nikafanya uchunguzi zaidi Google, nikajua cleft palate ni nini na inavyokuwa, na kutafuta ushauri wa madaktari. Na kwa bahati nzuri nikafanikiwa kuwa connected na kambi iliyofanyika hapa Lumumba. Nilipigiwa simu na nikapata taarifa kama ipo kambi nimlete mtoto, na tunategemea kufanya operation bismillah, na ikawa ndo dawa yake inshallah. Matarajio yetu makubwa kuwa tutakuwa succeed na hii operation, na tunashukuru kwa sababu kwenye jamii sio kitu kilichozoeleka sana. Pengine wapo watoto ambao wapo hawajajulikana mpaka wanakuwa wakubwa, na kadri hizi programs zinavyoendelea ndo zinavyozidi kuelimisha jamii na kufunua jamii kwa kiasi kikubwa sana. Kuhusu shule anasoma, na nilivyomuenroll for the first day nikamwambia kwa mtoto ana changamoto ya koo na tunategemea kuanza kambi. Itakapoanza nitamchukua ili akapatiwe matibabu. Mwalimu wake alikuwa surprise kwa sababu naye ndo kitu cha mwanzo kuona, akawa na yuko curious kujua labda haitakuwa na mahitilafu kwenye kula nini, lakini alhamdulillah ilikuwa haina hiyo changamoto hivyo.